نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل في علا فإن القلوب لا تحيا إلا بالتقوى. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، نحن اليوم في أعتاب شهر عظيم، شهر لو علمت القلوب قدره لتقطعت شوقا إليه، شهر لو عرف العصاة قيمته لبكوا قبل أن يدخلا. إنه شهر رمضان. عباد الله، إن عنوان خطبتنا اليوم لماذا لا يغيرنا رمضان. Ndugu zangu wapenzi watukufu wa Kiislamu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kukitakia ziada za rehma na amani kipenzi chetu, mwalimu wetu, mlezi wetu, mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na kuhusieni sambamba na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, tupo mwishoni kabisa wa mwezi wa Shaaban. Kwa lugha nyepesi tupo mlangoni mwa kuiendea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Shida sio kuingia ndani ya Ramadhani, shida sio kufunga Ramadhani, shida ni hii ifuatayo: kwa nini Ramadhani hazitubadilishi? Ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala malengo yake ya kufaradhisha mwezi mtukufu wa Ramadhani ni ili watu wawe wacha Mungu, mbona huo ucha Mungu ni wa mwezi mmoja? يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز:
ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao wameamini, kutiba alaykumus siyamu, mmefaradhishiwa funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walivyofaradhishiwa waliotangulia kabla yetu. Lengo na shabaha ni nini? La'allakum tattaqun, ili nyinyi mpate kuwa wacha Mungu. Lakini tukianza kuangalia ni Ramadhani ngapi tumefunga kulingana na miaka ambayo mtu amebarikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwetu wapo wenye Ramadhani 10, miongoni wetu wapo wenye Ramadhani 20, miongoni mwetu wapo wenye Ramadhani 40 mpaka 50. Lakini mbona hatubadiliki? Nasumu thumma na'udhu ba'da Ramadhana ila al-ma'asi, tunafunga kisha tunarudi baada ya Ramadhani katika maasi. Naqra'u al-Qur'ana fi Ramadhana, tunasoma Qur'ani katika mwezi wa Ramadhani. Thumma nahjuruhu ba'da Ramadhana, kisha tunaiacha Qur'ani baada ya Ramadhani. Naqumu al-layla fi Ramadhana, tunasimama visimamo vya usiku ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Thumma natruku qiyama al-layli ba'da Ramadhana, kisha tunaacha visimamo vya usiku baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Naf'alu al-khairati fi Ramadhana, tunafunga khairat fi Ramadhan. Tunafanya khairi mbalimbali ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Thumma natrukuha ba'da Ramadhana, kisha tunaziacha baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wama huwa illa kama kala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, haya yote hayapatikani isipokuwa ni vile alivyosema Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal-atashu, uenda anayefunga asiwe yeye katika funga yake isipokuwa, maana asiambulie chochote isipokuwa njaa na kiu. Hapa huwa tunaenda katika janibu ya kuangalia malipo tunayoyapata, lakini natija na lengo la kufaradhishwa Ramadhani halijawahi kutimia kwa wengi katika sisi. Unapomchukua mtoto ukampeleka pre-form 1, lengo na makusudi huyu mtoto apate msaada wa kupambana na elimu inayotoka ngazi aliyopo kwenda ngazi nyingine, maana masomo ya sekondari aweze kuyamudu vizuri. Lakini Mwenyezi Mungu katuwekea kozi ya muda mfupi, kama wanavyosema wanazuoni Ramadhanu laisa mausiman liljui wal atashi, Ramadhani sio msimu wa njaa na kujitesa na kiu. Ramadhanu laisa mausiman lillaibi
wal kasali wan naumi. Ramadhani sio msimu wa kucheza wala kuvivuka wala kulala, bal huwa madrasatun litaqwa, bali Ramadhani ni chuo cha kuwafua watu wapate kuwa wacha Mungu. Wa maidanun litaghyiri nufus, ni uwanja wa kuzibadilisha nafsi. Wa mausimun lighasli alqulubi min adrani dhunubi, na Ramadhani ni msimu wa kuziosha nyoyo kutokana na uchafu wa madhambi. Lakini suala almu'lima, swali chungu, limadha yamurru alaina ramadhanu ba'da ramadhana, kwa nini zinatupitia Ramadhani baada ya Ramadhani? Wala nara fi anfusina taghyiran, lakini hatuoni katika nafsi zetu kubadilika. Mushkil ni Ramadhani au mushkil ni sisi wenyewe? Ikiwa tunafunga, tunayapaki madhambi yetu baada ya kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, tunapaki chuki zetu baada ya kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, tunapaki visasi vyetu baada ya kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, tunapaki chuki na hasad baada ya kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, tusitarajie kubadilika kwa mwezi mmoja. Anayebadilika kwa Ramadhani ni yule ambaye anauendea mwezi wa Ramadhani kwa nia thabit ya kumcha Allah, kuacha maasi na kuhakikisha kwamba hatarudi katika machafu aliyokuwa akiyafanya kabla ya Ramadhani. Ucha Mungu ni vitu viwili tu: utruku ma nahaka Allah waf'al ma amara bika Allah, acha aliyokukataza Mwenyezi Mungu, fanya aliyokuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Innal mushkilata laysat fi ramadhana, shida sio Ramadhani. Fa Ramadhanu huwa binafahatihi wa rahmati, Ramadhani ipo tu na fursa zake za baraka na kheri na neema tele ipo. Innal mushkilata fi qulubin lam tataghayyar, matatizo ni katika nafsi zetu ambazo hazibatiliki. Wa fi nufusil lam tasduq ma Allah, na nafsi ambazo hazimsadiki Allah. Man sama ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, mwenye kufunga Ramadhani kwa imani na kwa ajili ya kutaka malipo, Mwenyezi Mungu umsamehe madhambi yake yaliyotangulia. Ayuhal ahibba, fa Ramadhanu fursatun la tatakarraru, Ramadhani ni fursa ambayo haijirudi. Rubama huwa akhiru Ramadhana fi umrina, huenda hii tunaielekea ikawa ni Ramadhani ya mwisho katika nyumri zetu. Kam min saimin kana maana fil aami almadhi wa huwa alana fi turabi, ni wangapi tuliokuwa nao katika miaka iliyopita lakini leo wako chini ya mchanga. Kam min qaimin kana yamla'u almasajida wa huwa alana fi dhulmati alqubur, ni wangapi tuliokuwa nao tunaswali nao visimamo vya usiku, swala za tarawih na tahajjud, lakini leo wako katika viza vya makaburi.
hawa walitamani kuiona Ramadhani kama tutakavyojaliwa kuiona sisi, iendapo tutafikia kuiona hiyo Ramadhani. Lakini tuhakikishe tukiingia katika Ramadhani tumeingia kwa ajili ya kufanya ibada na ibada ambayo itatusaidia kufanya mema ndani ya masiku mengine. Sala ndo zile zile unazoziacha ndani ya mwezi wa Shaaban, mwezi wa Rajab, Dhulhijja na mingineyo. Maskini unawasaidia ndani ya Ramadhani ndo wale wale. Miezi mingine wapo na Mwenyezi Mungu amekutahini ili nafsi yako ilainike uendelee kuwafanyia kheri katika miezi mingine. Kwa nini unafanya ndani ya Ramadhani, ikiondoka Ramadhani umeiacha? Hapa ndipo tunaposema hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam haikueleweka. Rubba saimin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal-'atash. Utapata Ramadhani thawabu za kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini natija na mafanikio ya Ramadhani asilimia kubwa tunafeli. Nani? Kwa sababu tunaingia ndani ya Ramadhani tukiwa bado tuna mizigo yetu tumeipaki, kama vile anavyochojewa nguo mtu akaitundika, alafu kesho anatamani kuja kuichukua aivae tena. Wapo ambao wanaishi na wanawake ambao sio halali zao. Mwezi wa Ramadhani anaweza kusafirishwa au atabadilishwa chumba, na mashekha wanaulizwa fatwa, ikiwa ananipikia tu lakini sifanyi naye chochote, hukumu inakuwa vipi? Sasa mtu wa namna hii hawezi kubadilika. Tubadilike. Hebu sasa na twende katika lengo la Mwenyezi Mungu kuifaradhisha funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Haiwezekani mwalimu katoa mtihani darasani zoezi, alafu maswali yale yale yaliyokuwa katika zoezi yanakuja kumshinda katika mtihani. Shida siyo mwalimu, shida ni mwanafunzi. Kwa hivyo Ramadhani haituhitaji sisi tuna mahitaji makubwa ya kuiendea Ramadhani. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu fa ya fawza al-mustaghfirin wa tubu ilayhi fa ya najata at-taibin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafin nuril anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ba'dahum wa ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa'lamu anna Ramadhana ayyamun ma'dudatun. Ndugu zangu, na kuhusieni kwa mara ya pili juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Mwezi mtukufu wa Ramadhani ni masiku machache sana. Tamdhi sari'an kalamhil basar, yanapita haraka kama kupepesa kwa jicho. Anasema Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'an, ayyaman ma'dudatin faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskinin wa man tatawwa khairan faman tatawwa khairan fahuwa khairun lah wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Huko kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani ni masiku machache sana. Falaqilu man yaghtanimu hadhihi alfursa, mwenye akili ni yule ambaye atanufaika na fursa hii. Wal khasiru, na mwenye kupata hasara,
man yakhruju min ramadhana kama dakhala, ni yule atakayetoka ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kama alivyoingia. Na kipimo, ukiona uliweza kuyaacha maasi ya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, alafu baada ya Ramadhani ukarudia maasi, jua umefeli. Ramadhani kwako haikuwa na natija. Kad aflaha man zakaha, hakika amefaulu yule mwenye kuitakasha nafsi yake akaiepusha na maovu, akaiamrisha kutii. Wa kad khaba man dasaha, lakini pia amekhasirika na ameruka utupu. Man dasaha, yule mwenye kuizamisha katika maasi. Tuache funga za mazoea. Tuache funga za mazoea. Ukafunga kimchezo ukidhania kwamba mwakani utakuwepo. Hakuna mwenye miadi na Allah wala anayejua tarehe yake na saa yake na sekunde ya kuondoka ulimwenguni. Ya nafsu tubi fa innal mauta kad hana, nafsi tubia kwa Allah, hakika mauti yamekurubia. Wasil hawa fal hawa ma zala fatana, yaasi matamanio ya nafsi, hakika matamanio ya nafsi hayakuacha kutupoteza. Na wala usiadaike kwa nafsi kwa pumzi uliokuwa nayo. Kam min sahihin ra'aynahu bighairi maradin mata alfujaata lamma jaahu alajal, ni wangapi tumewaona wazima wa afya wamekufa ghafla baada ya kujiwa na mauti. Wa kam min saqimin, ni wagonjwa wangapi aasha hina min ad-dahr, wa kam min saqimin aasha hina min ad-dahr wa asbaha ba'da ad-dhurri fi an-nasi sultana, ni wagonjwa wangapi tumeona walikatiwa tamaa na wakaishi muda mrefu sana, na baadaye baada ya matatizo na majanga waliokuwa nao wakaja kupata heshima na kuwa viongozi. Faghtanimil umra qabla almauti mujtahida, tumia fursa ya umri, unufaikie umri wako kabla ya kifo, tena kwa juhudi ya hali ya juu. Fa innamal umru anfasun ma'dudatun, umri wako sio chochote, ni pumzi tu inahesabika. Huenda tumebakiza sekunde wengi katika sisi hapa, huenda wengine hata kesho tusione. Muda unapokuwa mzima usichezee fursa. Man kana yashku udhma da'i dhunubihi falyati fi ramadhana baba tabibihi, yule ambaye alikuwa anashtakia ukubwa wa mizigo ya madhambi aliyokuwa nayo, basi na ikimbilie Ramadhani. Hebu jiulize, lini wewe umemlilia Allah subhanahu wa ta'ala? Lakini uenda umelia kwa ajili umeachwa na mke, uenda umelia umepata shoti kazini, uenda umelia kwa sababu klabu yako imefungwa, au umelia kwa furaha imeshinda. Lini chozi lako limedondoka kwa ajili ya Allah? Ramadhani inakuja, twende tukatubie. Ya man yudriku ramadhana, ewe ambaye Ramadhani itakukuta au utaikuta Ramadhani, tub ila Allahi taubatan sadiqa, tubia kwa Allah tena toba ya kweli kweli. Dhamiria kubadilika na mizigo uliyokuwa nayo ya chuki na madhambi na husda na fitna, viache. Nasumu ani taami, tunafunga sisi kuacha chakula, wala nasumu anil harami, hatufungi kuacha haramu. Natruku sharaba, tunaacha vinywaji, wala natruku alkadhiba, hatuachi uongo, walghibata walfitna walhasada walathama, hatuachi hivyo. Vipi tutabadilishwa na Ramadhani?
Saumu nzuri ni mtu kufunga kuacha makatazo aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala. Wanazuoni salafu salih wanasema ahwanu siyami tarku at-ta'ami wa sharabi, funga nyepesi na ambayo ndio tunafunga sisi ni kuacha chakula na kinywaji. Amma siyamu alhaqiqi, ama saumu ya hakika, huwa siyamu alqalbi an shahawat, ni kuufunga moyo wako, nafsi yako, kuepusha na matamaniwa. Wa siyamu lisani anil ghiba, kufunga ulimi ukaacha kusengenya, kufitini, kuhusudu, kutukana. Wa saumul aini anil harami, na ikafunga jicho kuacha kutazama visipotazamwa ambavyo ni vya haramu. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe ni miongoni mwa tutakaoishuhudia Ramadhani hii, na atujalie sote tutakaoingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ucha Mungu wetu usiishe baada ya Ramadhani, uwe ni endelevu na lengo liende kutimia. Qala Allahu ta'ala amira wa mukhbira, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma arḍan khulafa'ir rashidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adl, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa dhikrullahi afdal wa azza wa jalla wa atamu akbar wa akmi salah. Ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, tunamwomba Allah atufikishe huko. Ndugu zangu, khatibu amezungumza na ametukumbusha mambo mazuri. Amezungumza na ametukumbusha mambo mazuri. Kwa hiyo yale mazuri tuyachukue na tuyafanyie kazi. Ndugu zangu, kama ilivyokuwa kawaida ya uongozi wenu wa msikiti huu, ikifikia jirani na Ramadhani tunawakumbuka wenzetu ambao huwa wana matatizo. Tena sio matatizo labda ya maradhi au matatizo ya safari, ni matatizo ya njaa, bimaana hawana cha kufuturia na hawana ambacho cha kupatia sahura ambaye ni dako. Huwa wanaleta barua zao na wao ni mahabusun, wamezuiwa. Uzuri ni kwamba msikiti huu uko jirani sana na magereza ya Rwanda ambaye iko jirani yetu. Kwa hiyo wanaleta barua kila mwaka, na walilahi alhamdu wal minna, kila mwaka tunawasaidia na wanashukuru kwa hilo. Yumkini yale tunayofanya madogo ndiyo baraka unazoendelea kuzipata katika maisha yako. Allah ametusisitiza wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Hiyo ni faida ya kulisha. Ndugu zangu, tunaikaribisha Ramadhani kwa kuweza kuwachangia ndugu zetu hawa wafungwa na maabusu, lakini pia vijana wetu ambao wako boarding angalau waweze kupata viazi vya mwanzo. Sisi tuwe tuna mchango kwao. Kama tulivyoambiwa, inawezekana kuwa Ramadhani usifike, lakini ukatanguliza iftari yako ikawa imefika tayari. Kwa maana hiyo, yote tuliyozungumza mwezi wa Shaaban, kujitolea na kufanya toba, miongoni mwa utekelezaji wake tunaanza hivi sasa. Ndugu zangu, leo tuweze kuwachangia ndugu zetu ambao wametajwa hapa wako makaburini. Walitamani nao pia wangekuwa hai waweze kutoa. Wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa a'zama ajra. Allah amesisitiza sana katika hilo. Chochote mnachokitanguliza cha kheri ni kwa ajili ya nafsi zenu. Sisi tumetangulizwa na wazazi wetu kuletwa hapa duniani, wamefanya kheri. Sisi turudishe zile fadhila kwao, wanatusikia kwamba sisi tunasema nini na tunafanya nini. Kwa hiyo basi, bila kupoteza muda, tuwaweze kuwatangulizia
jamaa zetu, wazazi wetu, ndugu zetu wa karibu waliotangulia mbele ya haki kwa kuwanunulia gunia la viazi, gunia moja, gunia mbili, gunia tatu. Kwa hiyo leo tunawachangia hao waliotangulia mbele ya haki, lakini uzuri ulioje kwamba ukimchangia yeye na wewe tayari umeshapata, na wewe utakuja kuchangiwa na wale wanaokuhusu. Kwa hiyo tunahitaji gunia kadhaa kwa ajili ikifika siku ya Jumatatu, Jumanne, kwa sababu Ramadhani inawezekana ikawa Jumanne ama Jumatano. Sheikh naona amewahi kabisa. Kwa hiyo mfumo uwe kama hivi ufuatavyo. Naomba sasa tupate gunia moja moja, tuwatolee wazazi wetu. Tuanze gunia moja kwa ajili ya, kama ni wazazi wote wawili au ni mmoja, hebu mtangulizie. Utoa sadaka kama hivi kwa ajili ya wafungwa. Sio tuikaribishe Ramadhani kwa Valentine Day, kwamba siku ya Eidul Hubbi, siku ya watu kupendana. Idi hii au sikukuu hii kwa Waislamu haina nafasi. Natoa tahadhari kwa wale Waislamu ambao wamepanga tarehe 14 ndio siku ya kuagana na wale vimada wao, ndio tunasema kwamba wamevunja jungu. Tunaomba please, milango ya toba iko wazi, msiende kuvunja jungu siku ya tarehe 14 ya kesho ambayo inaitwa Valentine Day. Sisi tuikaribishe Ramadhani kwa kutoa hivi, na Allah aweze kustawisha na aweze kuleta amani katika nchi yetu na nchi zetu zote za jirani. Ndugu zangu, tunatoa warning ya mwisho. Yule ambaye aliplani kwamba yule kimada anayeishi naye aweze kumuondoa sasa, kwa sababu Ramadhani imeshakuja, tunamwambia asimuondoe, amlete hapa msikitini, tumfungishe ndoa hata kwa mkopo. Tutalipia zile mahari za shilingi 50,000, 30, mahari ya 100,000, njoo tutakufungisha ndoa for free na mahari tutakulipia. Lakini usimuondoe yule unayekaa naye kwa lengo kwamba Ramadhani ikiisha nitamrudisha tena. Mlango huo uko free, na uzuri ni kwamba msikiti huu tunaye mstahiki meya Sheikh Dur Muhammad Isa, baadhi ya mahari atalipia yeye, na hilo nimemsemea hawezi kushindwa, lakini mahari isizidi 100,000. Baada ya kusema haya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira.